Kwa ndugu zangu, kuna kitu nimekaa nikajifikiria na nikaona kwamba ni vyema ili tuweze kubadilishana mawazo. Wa ndugu zangu, miaka mingi sana Afrika tulikuwa tukiambiwa kwamba elimu ni ufunguo wa maisha, na tukaamini hivyo kwamba elimu ni ufunguo wa maisha, lakini hakuna mtu yoyote yule aliwahi kujitokeza na akatuambia kwamba mlango huko wapi. Basi tukaendelea kusoma, na baada ya hapo tukaja kuambiwa kwamba someni ili mje mpate maisha mazuri. Watu walisoma kweli, wakapata vyeti. Wenye madigrii walipata madigrii, madiploma, lakini tukaja kujikuta kwamba tuna vyeti, lakini wale wenzetu ambao waligundua kwamba masomo yanatupotezea muda waliamua kufanya biashara. Tukaja kujikuta kwamba wenyewe wana biashara, sisi tuna madigrii, na sisi tena tunaenda kwao kuomba kazi. Unapofika kwao, wenyewe wana grama nyingi mdomoni mwao, wanakuambia kwamba unataka kazi, ndio unaanza asubuhi mpaka jioni kufanya kazi. Wewe hautamuelewa kwa sababu una grama nyingi mdomoni mwako. Utamwambia hiyo kitu haiwezekani, mimi lazima nitumike masaa 8 nini. Yeye anakuambia sawa, kama utaki kutumika kama jinsi ninavyokuambia, nenda, najua wewe ni msomi bwana, utajua jinsi utakavyoendelea huko mbele. Unakosa kazi kwa sababu nini? Mwenzako ana biashara, ana sehemu ya kufanyia kazi, lakini wewe unakuja na madigrii. Nikaja kugundua kwamba wengi wetu tumeenda shule ni kukariri, lakini hatukutengenezwa kuweza kufikiria, na ndio maana tunajikuta kwamba sehemu nyingi Afrika watu wana madigrii wengi sana, lakini ajira hatuna. Kwa sababu nini? Tumetengenezwa kwamba tuweze kuomba ajira, lakini tusitengeneze ajira peke yetu, na hiyo ni kosa kubwa sana. Na ndio maana unaona kwamba nchi nyingi za Afrika tunategemea serikali itupe ajira na sisi tusiweze kujitengenezea ajira peke yetu. Lakini nchi ambayo tunaishi sasa hivi za kuendelea, ndio ukimaliza ukawa na madigrii, kuna uwezekano wa wewe kupata kazi nzuri tu, lakini kwetu ni shida. Na ndio maana unaona watu wengi wanaamua kuingia kwenye siasa. Usifikirie wote ambao wanaingia kwenye siasa walikuwa na mpango wa kwenda kwenye siasa, lakini kwa sababu wameona ni mlango moja wa wenyewe kuweza kutokea. Nataka nikwambie kwamba ndugu yangu, tuliambiwa kwamba elimu ni ufunguo wa maisha, lakini ujue kwamba elimu bila kutumia fikra zako sio ufunguo wa maisha, na uweze kupata maisha mazuri usipojifikiria, usipotumia akili yako vizuri, kwa kutegemea kwamba kwa sababu una degree, una vyeti. Watu wengi sana sasa hivi ambao wameendelea hawana madigrii, lakini wana maisha mazuri, tena wana pesa, na ndio wanaajiri wale ambao walitumia muda wao wote shuleni. Masomo ya Afrika ni changamoto, na ni mfumo ambao tunao Afrika ndio unatuma maisha watu wengi Afrika kwa ngumu sana. Nchi hizi tunazoishi huku za kuendelea wamerahisisha vitu vingi sana. Sio mpaka uwe na madigrii ndio uwe na maisha, lakini ni lazima tutumie akili zetu, maana tukitegemea kwamba maisha mazuri yatakuja mpaka uende shule na uwe na madigrii, utakuja kwamba umekuja kuzeeka na degrees unazo ndani na zitakusaidia kitu. Ndugu yangu, muda ndio huu wa wewe kuweza kufikiria. Asante sana. Kama bado unaamini kwamba elimu ni ufunguo wa maisha na ukisoma utapata maisha mazuri,